فضيلة الشيخ مرسل محمد بن سيزي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuafikia katika siku hii tukufu kuweza kukusanyika hapa ili kupinga na kukemea jambo ambalo ni chafu, jambo ambalo lina waqaha, jambo ambalo lina qadira. Naam, hawa dada zetu, mama zetu wamefanya hasira, ni haki yao kwa hii hasira. Sasa nitawatajia tarehe ndogo ya jambo hili, mjue hili jambo ni baya sana. Naam, tukirudi katika Qur'ani, kirudi katika vitabu vya tafsiri, kuna mufassiri ambaye ni sahaba anaitwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, aelezea tarehe ya jambo hili kwa ufupi. Anasema katika mji ule wa Sodom, watu wa kaumu Lut walikuwa ni mji wenye neema kubwa sana, kiasi ya kwamba miji mingine ikija kiangazi inakuwa na njaa, lakini mji wa watu wa kaumu Lut una neema kubwa. Wakawa wale watu wanakuja kutaka msaada katika mji wa watu wa kaumu Lut. Wakawa shetani akawajilia akawaambia, nyinyi mkiwa wakarimu mtakuwa mafukara, kwa hivyo hawa watu wanyimeni, na ukitoa Mwenyezi Mungu kuzidishia. Wakaona sisi tukitoa ndio tutafilisika. Wakawaambia tufanye nini ili tuwakinge hawa watu wasije katika mji wetu? Akasema mambo mawili, mkimshika mtu mwekeni faini ya pesa nyingi, hana basi mfanyeni kazi hiyo ambayo tunaizungumzia hapa, kitendo kibaya. Wale watu wakafikira hiyo. Ibilisi akatoka, tena Ibilisi mwenyewe, shetani ni jini, lakini Ibilisi ndio yule aliyokataa kusujudu, yule mwenyewe akatoka mji, kisha akaja kwa sura ni fukara, barobaro mzuri, fukara, na hawezi kununua chakula kilioko pale. Basi wale wakafuata ile mwongozo aliopewa na Ibilisi, wakamwanza Ibilisi. Kwa hivyo mafaulu wa kwanza nani? Ni Ibilisi, kitendo kibaya kiloletwa na mtu mbaya, anaingia katika hii, ameingia katika sunna ya huyu mtu mbaya. Ndio ukasikia Nabii Allah Lut alayhi salam awaambia watu wake, naam, yani atatuna alfahisha kama sabaqakum biha min ahadin min alalamin, chafu ambalo halijawahi kupatikana ulimwenguni, mmeanza nyinyi na Ibilisi. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili lilikuwa hakuna, ni nadira, kiasi ya kwamba tabi'in wanasema laula anna alqur'ana qassa alaina khabara qaumi Lut ma dhanantu anna ar-rajula ya'lu ar-rajula. Lau kama Qur'ani haikutaja habari ya kaumu Luti, singaamini kwamba mume anakuwa juu ya mume. Kwa hivyo hata kwa Waarabu ya mambo yalikuwa nadira, lakini pamoja na kuwa ni nadira, mtume akatufikiria sisi. Hadithun sahih anasema, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumu Lut. Watu wanaokuja na wahofia sana, Mungu awahifadhi wasiingie katika tendo hili la kaumu Lut. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituogopea sisi, wakati wao alikuwa ni kidogo jambo hili. Kwa hivyo yale aliyoogopea Mtume sallallahu alaihi wasallam leo ndio yamefika. Na jambo hili, hadhari ndugu Muislamu, jambo hili ukigusa hutoki tena. Ukigusa, si tunaona watoto wetu, vijana wetu wamekuwa hawatoki katika ulevi. Basi jambo hili, mambo matatu ni magonjwa katika miji yetu na yote ni sugu. Jambo la kwanza ni ulevi, vijana ni ngumu kutoka. La pili ni uliwatu, ukigusa hutoki. Naam, la tatu ni kuuana. Yule mtoto wa Adam alioua, Adam alimtoa akaishi kando afu, kwa sababu ule ni ugonjwa utaambukizana. Sasa jambo hili baya liko katika mshtama wetu, nafaa kila mtu alipige vita. Angalia hatari ya jambo hili mustakabali tunaoenda. Na watu wakikosa wanaume nje, hurudi kwa mama zao, hurudi kwa bibi zao, na watu waogopa kuyazungumza hapa na katika miji ya Kiislamu yote. Na hadhari ndugu yangu Muislamu, mwanamke, mamangu, dadangu, ukamkubalia mumeo jambo hilo, yote hiyo inaingia katika kitendo cha kaumu Lut. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Mungu amrahamu, ana maneno mazito sana. Asema ikiwa mwanamke katika siku za haidhi damu inapita njia tu, ukubaliwi kuugusa pale mpaka damu iondoke.
Inakuwaje mahali kwenye najisi mughalladha imeambata kama lami wenye halali ustarehe nayo? Naam. Kwa hivyo imefikia hadi kuna miji ya Kiislamu ukienda, yani ukisikia vile wanavyoulizwa swali unamwomba Mwenyezi Mungu tunusuru. Na Mwenyezi Mungu, kuna mji mmoja nikimalizia nimeenda, kuna mama aliniona tu akanambia, Sheikh, sikujui lakini naona kama anza kunijibu swali langu. Akasema bismillah, nielezee. Asema bwanangu hana mali isipokuwa nyumba moja iliyoko katika mji wa Nairobi. Isipokuwa nyumba moja iko katika, na hiyo nyumba alipata kwa muda mrefu katika kujituma, akapata nafasi akapata hiyo nyumba na kipande cha shamba. Lakini bwanangu huyu mchapakazi aliyopata nyumba ndani ya mji wa Nairobi aniomba kitu kimoja, na nimeishi naye zaidi ya miaka 20. Bismillah, kitu gani na kuomba? Akuomba mfanye bidii mwende haji? La, asema ataka mara moja tu kubadilisha, mara moja kubadilisha, na atamwandikia nyumba ya Nairobi ni yake mara moja. Fikiria waqaha tulofikia. Naam. Sasa nikamwambia mada alionayo ni hiyo tu, basi kuwa mujahid, pigana jihadi, shika hapo hapo, nionyeshe bwana, nijaribu kuzungumza naye kwa njia ya hikma. Naam. Kwa hivyo tumefika katika uchafu mbaya sana ambao lau kama hatutapiga vita, basi mshtama wetu uko katika hatari. Wanawake ni wingi, wanaume ni kidogo. Robo ya wanaume ni walevi. Robo ya wanaume hawataki kuoa, uchumi ni mzito. Robo ya wanaume wana kazi hiyo. Sasa wanawake wataolewa na nani? Ndio wao kina dada wakawakali, wakasema kuna hatari ya generation itapata itakuwa katika hali mbaya. Nikimalizia, zingatia wale watu wa kaumu Lut walipoangamizwa na aya iliyosema. Aya inasema faja'alna 'aliyaha safilaha. Si nyinyi mulizungua, aljazao min jinsi amal. Sasa nyinyi mulizungua na Mwenyezi Mungu akawazungua juu kukawa chini. Kisha wamtarna alayhim hijaratan min sijilin mamdud. Kisha tukawatumia udongo uliofinyangwa ulioandikwa majina unaotoka motoni mkali. Haya kamaliza akasema wama hiya min adh-dhalimina biba'id. Na ile adhabu haiko mbali kwa wale wanaodumu na uchafu huu. Hiyo ni tahdidi, yani ni onyo kali. Pengine watasema sisi hatuwezi kuletewa upepo, wala hatuwezi kuletewa moto, wala hatuwezi kuletewa maji kama walivyoharakishwa. Kule kuwa mbali na Mwenyezi Mungu ni adhabu tosha. Kwa wewe una taufiki ya kuswali, huna taufiki ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, basi hiyo ni adhabu tosha. Utakuwa unakala katika moyo wako. Anayefanya jambo hilo, moyo wake hauna utulivu kila siku. Hiyo ni adhabu ama si adhabu? Temo yote unatajibikana. Na lazima kuna 40 yake atapatikana. Lazima kuna 40 yake. Sasa ndugu zangu, dada zangu, msikubali jambo hili litendeke kabisa. Na lau ukikubali ukapigwa lugha ikapatikana mara moja, yale maji yakishaingia kama mmoja aliposema kuna kijongoo, basi utakuwa utoki tena katika mtego. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aiokoe jamii yetu, aiongoze jamii yetu, tuwahifadhi watoto wetu na jamii muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.